Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema hakuna kukuzuia ukiyajua haya maishani. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Matatu muhimu sana, ukiyafahamu yatakusaidia na hakuna mtu wa kukuzuia usifike unapotakiwa kufika kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ambalo muhimu sana kulifahamu kwa mapana na kina chake ni hili: Mungu ndiye mtengeneza njia. Mungu ndiye mtengeneza njia. Hii ni hekima ya msingi sana kwenye maisha, na hii inaondoa mawazo ya kujidharau, inaondoa mawazo ya kuwa na visingizio juu ya mazingira yanayokuzunguka. Watu wengi ukwama si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanaamini hawawezi. Lakini ukielewa kuwa Mungu ndiye anatengeneza njia na kwamba Mungu ndiye anayekufundisha namna ya kupata faida, kama Isaya 48 mstari wa 17 inavyosema, ndani yako unahamisha macho yako kutoka kwa vizuizi vya nje kwenda kwa uwezo wa Mungu ulio ndani yako. Hii inajenga imani, uthubutu na uvumilivu. Unaacha kulalamika, unaanza kuchukua hatua, na hapo ndipo mwanzo wa mafanikio yako. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana, umakini juu ya kinywa chako. Hii ni hekima ya kiroho na pia ni hekima ya kisaikolojia. Maneno yana nguvu, yana athari kwenye akili, hisia zako na hata maamuzi yako. Ukitamka kushindwa kila siku, akili yako inaanza kuamini wewe hauwezi. Ukitamka ushindi, unaanza kuona fursa, unaanza kuona una nguvu za kuzichukua hizo fursa. Ndio maana nidhamu ya kusema yaliyo sahihi na kuomba hekima kabla ya kuzungumza ni silaha kubwa kwenye maisha. Hapa unaijenga tabia ya kujitawala, ambayo ndiyo msingi wa mafanikio mengi kwenye maisha. Kile kitabu cha Mithali 18:20 Biblia inasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Kwa hiyo kuna siri kubwa kwenye kinywa. Kwa hiyo ukiwa makini kwenye kinywa, unafanikiwa kwenye maisha, kwa sababu yale maneno unayojitamkia au unayotamka juu ya maisha ya watu wengine yana matokeo makubwa sana kwenye kufanikiwa au kutokufanikiwa kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ukitunza hekima hii, ukaamua kuishi, utaanza kubadilika, utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna watu wamekwama kwa sababu ya maneno ambao wamejitamkia wenyewe, au maneno ambayo yamesikika katika mazingira au katika watu wanaozunguka, na watu wakaacha kabisa kujihusisha na maisha yao. Jambo la tatu, moyo wa shukrani na sifa. Hii ni siri ambayo watu wengi hawaielewi. Shukrani na sifa inabadilisha mtazamo wako, inaleta amani ya moyo, inajenga mahusiano mazuri na watu. Shukrani na sifa inafungua milango iliyofungwa. Ndio maana hata Paulo na Sila walipomsifu Mungu wakiwa gerezani, milango ya gereza ilifunguka.
minyororo waliokuwa wamefungwa ikakatika, kwa sababu walikuwa na moyo wa shukrani na moyo wa sifa. Kwa hiyo kwenye maisha yako unapojifunza kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu, utajikuta kwenye maisha yako unawashukuru wale wote waliogusa maisha yako kwa namna moja au nyingine mbele za Mungu, na hivyo unajifungulia milango ambayo ilikuwa imefungwa. Hata kama kulikuwa kuna mtu akukubali, anakupinga, lakini ukimshukuru, kuna vitu vinavunjika kwenye moyo wake. Ukimsifu, kuna vitu vinavunjika kwenye moyo wake, na wewe Mungu anakufungulia milango kwa namna tofauti. Na hii inathibitisha kuwa hali yako unayoiona sasa si mwisho wako. Mtazamo wako ndio unaamua mwelekeo wa maisha yako. Nihitimishe kwa namna hii. Haya mambo matatu ambayo tumeyatafakari hapa yanaweza kabisa kubadilisha maisha yako kwa kiwango cha juu. Haujachelewa. Anza kukubali. Maana Biblia inanikumbusha, anasema mkitii na kukubali mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo imani sahihi kwamba Mungu ndiye anaitengeneza njia, nidhamu ya ndani, kwa lugha nyingine umakini na kinywa chako, mtazamo sahihi kwa maana ya moyo wa shukrani na sifa kwa Mungu. Ukivitunza vitu hivi vitatu kwa pamoja, ni ngumu sana wewe usifanikiwe. Ni rahisi sana wewe kufanikiwa kwenye maisha. Kila mtu atapenda kuwa karibu na wewe. Kila mtu atatamani kufanya kazi na wewe. Kila mtu atatamani kusikia ukizungumza. Na hiyo ndio mwanzo wa kufanikiwa kwako. Na utamtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kila wakati, kwa kuwa utauona uaminifu wa Mungu wazi wazi kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.